Hujambo mtazamaji wangu, karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na wakati huu fundisho letu au kichwa cha fundisho letu kinasema jinsi ya kujenga kanisa lenye mizizi imara litakalodumu hata baada ya miaka mingi. Na kabla hatujaingia katika fundisho letu la siku ya leo, ni vizuri kujikumbusha yale ambayo tulikuwa tumejifunza hapo awali. Katika kipindi kilichokwisha kupita tulikuwa na fundisho ambalo kichwa chake kilikuwa ni dalili za kanisa linaloongozwa na upendo. Na haya ndiyo tuliyoweza kujifunza, kwamba watu wanakubali upendo, watu wanakubali makosa na kutubu. Upendo huwa ndio msingi wa kila kitu. Watu huwa na uhuru wa kusema ukweli. Watu hufundishwa neema pamoja na ukweli, na vile vile wale waliojeruhiwa hutibiwa. Na kumalizia ni kwamba tuliona ya kwamba upendo huleta watu karibu na Mungu, na vile vile hofu huwafanya watu kukimbia. Kwa hivyo nataka tutazame au tuangalie fundisho letu la siku ya leo, na tunaona kwamba makanisa mengi huanza vizuri, lakini si yote hudumu kwa nguvu ile ile baada ya miaka mingi. Changamoto si kuanza tu, ni kudumu. Kanisa lenye mizizi imara halitikisiki kwa mabadiliko ya nyakati, kwa mabadiliko kwa viongozi, vile vile kwa changamoto za kifedha, vile vile kwa migogoro ya ndani, na vile vile kutokana na shinikizo la nje. Katika Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 na 25, Biblia inasema kwamba basi kila asikiaye maneno yangu haya na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanena, nayo haikuanguka, kwa maana ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Tuna hoja nyingi ambazo tutaziangalia kwa wakati huu, na hoja ya kwanza inasema jenga juu ya msingi sahihi ambaye ni Kristo. Na tunaona ya kwamba hakuna msingi mwingine wa kudumu zaidi ya Yesu. Katika waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 3 mstari wa 11, Biblia inasema kwamba maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa likijengwa juu ya mtu litaanguka mtu akiondoka, lakini likijengwa juu ya Kristo litasimama. Hoja ya pili inasema weka neno la Mungu kama nguzo. Na tunaona mafundisho ya kweli ndiyo yanayolinda kanisa dhidi ya kupotea. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42, Biblia inasema kwamba wakadumu katika fundisho la mitume. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa lisilo na neno la kina hudhoofika haraka. Na tunapoangalia hoja ya tatu inasema jenga utamaduni wa maombi. Maombi si tukio, bali maombi ni maisha ya kanisa. Katika waraka wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema ombeni bila kukoma. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba maombi huweka kanisa hai hata nyakati ngumu. Katika hoja ya 4 inasema jenga viongozi, si wafuasi tu. Kanisa imara lina watu wanaoweza kuendeleza kazi hata viongozi wa mwanzo wakiondoka. Katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba ulioyasikia kwangu uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba usipolea viongozi wapya, huduma haitadumu. Katika hoja ya 5 inasema weka mfumo wa uwajibikaji.
na tunaona ya kwamba hakuna mtu aliye juu ya kusahihishwa. Katika kitabu cha Methali sura ya 27 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba chuma hunoa chuma. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba uwajibikaji hulinda uongozi na kanisa. Na vile vile tunapoangalia hoja ya 6 inasema dumisha unyenyekevu katika mafanikio. Tunaona kadri kanisa linavyokuwa ndivyo linavyohitaji unyenyekevu zaidi. Katika waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kiburi hubomoa kile ambacho unyenyekevu ulijenga. Hoja ya 7 inasema jenga utamaduni wa upendo na umoja. Tunaona ya kwamba mahusiano ndiyo moyo wa kanisa. Katika waraka wa Efeso sura ya 4 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba mkihifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Na kwa hivyo fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa lenye migawanyiko haliwezi kudumu. Hoja ya 8 inasema shughulikia migogoro mapema. Tunaona migogoro isipotatuliwa mapema huzaa migawanyiko. Katika Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 15, Biblia inasema nenda ukamuonyeshe kosa lake na kadhalika. Na fundisho ambalo tulipata hapa ni kwamba amani haiji yenyewe bali hujengwa. Hoja ya 9 inasema hifadhi maono ya mwanzo. Na tunaona ya kwamba ni vizuri kukumbuka kwa nini kanisa lilianzishwa. Katika kitabu cha Habakuk sura ya 2 mstari wa 2 inasema liandike jozi hiyo kwa maandiko makubwa. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba maono yakipotea, kanisa hubaki na shughuli tu. Katika hoja ya 10 inasema jenga kizazi kipya. Kanisa lisilowekeza kwa vijana halitadumu. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 78 mstari wa 4 inasema tutawaeleza kisasi kijacho. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kizazi kisichofundishwa moto huzima. Hoja ya 11 inasema tumia mali kwa hekima. Fedha zitumike kwa uwazi na kwa kusudi la Mungu. Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10 inasema aliye mwaminifu katika lililo dogo. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba uaminifu wa fedha hulinda heshima ya kanisa. Hoja ya 12 inasema tegemea Roho Mtakatifu daima. Na ni vizuri kujua kwamba mipango ni muhimu, lakini Roho Mtakatifu ni muhimu zaidi. Katika waraka wa Warumi sura ya 8 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hivyo fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa linaweza kuwa na mipango mizuri, lakini likose mwelekeo wa Mungu. Hoja ya 13 inasema jenga kwa uvumilivu, lakini si kwa haraka. Kanisa imara halijengwi kwa haraka. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 kwamba kila jambo lina majira yake. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kinachokuwa polepole mara nyingi hudumu zaidi. Hoja ya 14 inasema linda utukufu wa Mungu, si jina la mtu. Na tunaona kwamba kila kitu kifanyike kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya mtu. Kitabu cha waraka wa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba yatendeni kwa moyo wote kama kwa Bwana. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa linalomtukuza Mungu hudumu. Na tunapoelekea kufika ukingoni, tunaona kwamba kanisa lenye mizizi imara halitegemei mtu mmoja au fedha au mfumo. Linategemea 1, Kristo; linategemea 2, neno; linategemea 3, Roho Mtakatifu; linategemea 4, maombi; linategemea 5, uongozi wa haki; na linategemea hapo 6, upendo wa kweli. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito
vya maji, wala jani lake halinyauki. Na kwa hayo nakutakia kila laheri, na jua ya kwamba umejifunza mengi kutokana na kichwa hiki chetu, au kulingana na mafundisho haya yetu, ambayo kichwa chake kilikuwa ni jinsi ya kujenga kanisa lenye mizizi imara linalodumu hata baada ya miaka mingi. Na kwa hivyo hayo ndio tuliyojifunza siku ya leo, na natumai ya kwamba umejifunza. Sijui kama kanisa lako linakuwa kama hili ambalo tunaambiwa linakuwa kwenye mizizi imara ambalo linadumu kwa miaka mingi. Kwa hivyo nakutakia kila laheri. Nataka uketi chini, tafakari na uangalie kanisa lako kama linakuwa kwa kweli. Kwa hivyo kwa hayo Mungu wetu wabariki, watendee mema. Shalom.